Bwana, maisha yamegeuka na mambo yamebadilika sana tofauti na vile ambavyo wengi mlikuwa mnadhania. Issue ya Faisal Salum bado ni issue mbichi kabisa. Wengi wanaamini kwamba Faisal Salum amesaini mkataba na Simba, lakini sio kweli. Faisal Salum bado hajasaini mkataba na klabu ya Simba, ila wamefikia makubaliano ya awali. Yani yale makubaliano ya mwanzoni tayari wameyafikia kwamba Faisal Salum atasaini mkataba mwishoni mwa msimu. Kumbuke huyu bado ni mchezaji ambaye ana mkataba na klabu ya Simba. Kwa hiyo ambacho kinatazamwa sasa hivi ni vipengele vilivyopo kwenye mkataba wake. Kama vina uwezo wa kuchakachulika, Faisal akatoka Azam kwenda Simba, wanakaa na vichakachua na maisha mengine, na anatoka Azam na kwenda Simba. Sasa Azam hawana shida kumuuza Faisal au kumwachia Faisal kuondoka, wala Azam wao hawana shida. Wako tayari kumruhusu Faisal Salum aweze kuondoka kwenye kikosi cha Azam FC na kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Issue inakuja kwenye makubaliano ya malipo, lakini pia issue nyingine inakuja kutokana na uhitaji wa, yani vilabu vingi vinamhitaji Faisal. Kwa maana uhitaji wa vilabu vingine kwa Faisal Salum ndio changamoto nyingine ambayo ipo. Sasa kwa taarifa ambazo nimezipata leo ni kwamba Yanga pia wameenda kupindua meza. Yanga wameenda kupindua meza kwa sababu wameweka pesa nyingi kuliko pesa ambayo Faisal na Simba walikubaliana mwanzoni. Inaelezwa kwamba mwanzoni Simba na Faisal walikubaliana mshahara wa milioni 45 kwa mwezi, ambao ilikuwa ni pesa nyingi sana. 45 kwa mwezi, pesa ambayo walikubaliana kwenye mshahara, lakini fedha ya usajili inatokana na mkataba wake na Azam unasema nini, ambapo kwenye mkataba wa Faisal na Azam FC ulikuwa unahitaji kupatikana kwa milioni 800 ambazo tayari Simba alikuwa tayari kuzitoa. Lakini hapa kwenye mshahara ndio sehemu ambapo kidogo palikuwa panaenda kugonga, watu walikwenda kugongana hapa kwenye milioni 45 ambazo Simba walikuwa tayari kumlipa Faisal Salum kwa mwezi, lakini milioni 800 pia walikuwa tayari kuzitoa kwa mwezi. Sasa kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba Young Africans wao wamefika wanataka kumpa mshahara wa milioni 50 kwa mwezi, lakini watalipa milioni 900 kwa mwezi kama fedha ya usajili, kwa maana kumhamisha kutoka Azam FC kwenda kujiunga na klabu ya Young Africans. Milioni 900, lakini mshahara wa shilingi ngapi? Milioni 50. Maana yake wameongeza milioni 5 kwenye milioni 45 ambazo Simba walikuwa wametoa mwanzoni. Kwa hiyo ukitazama hapo kwanza kwenye fedha, maana yake kwenye mshahara Simba wameongeza, Yanga wameongeza milioni 5 kutoka 45 mpaka milioni 50, lakini Yanga wao wamegota kwenye milioni 50. Kwa hiyo hapa kwenye timu zetu za ndani kuna namna kila mmoja amejigusa, lakini katika hali ya kawaida ni ngumu mchezaji kuchukua milioni 45 alafu akacha milioni 50. Ni ngumu, ni kitu ambacho hakiwezi kutokea. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Faisal Salum yeye mwenyewe kama mchezaji ameanza kukubali kujiunga na Young Africans bila masharti yoyote ambayo yanatokana na mgogoro wao wa mwanzoni. Ukumbuke mwanzoni Faisal Salum alikuwa kwenye mgogoro na Young Africans na walikubaliana kwamba ili arudi Yanga basi Engineer Hersi Said aondoke Yanga, lakini sasa hivi ameondoa inaonekana kama ameondoa kikwazo. Kwa hiyo yuko tayari kujiunga na Yanga, lakini kama ataongezewa mshahara. Sasa anachotaka kufanya Faisal ni kitu fulani, ni hivi. Yanga wamempa milioni 50 kwa mwezi. Sasa anachotaka kuambia Yanga kwenye hii bidi ambayo wamepeleka, wampe milioni 60 kwa mwezi kama pesa ya mshahara, milioni 60 kwa mwezi. Anataka kuambia Yanga watoe milioni 60 kwa mwezi. Kama Yanga watatoa milioni 60 kwa mwezi, maana yake atatoka Azam FC atajiunga na nani? Na Young Africans. Maana yake dili la kwenda Simba litakuwa limekwama. Ingawa kwa mara ya kwanza timu ya kwanza kukubaliana na Faisal ilikuwa ni Simba ambayo ilikuwa ni milioni 45. Lakini kwa sababu Yanga amefika 50, maana yake hawezi kuacha milioni 50 kisa milioni 45. Ina maana ili Simba aweze kumpata Fei inabidi Simba wafike zaidi ya milioni 50 au wafike kwenye hizo milioni 60 ambazo wanataka. Lakini inaelezwa kwamba Faisal hizo milioni 60 anazitaka yeye kwa sababu ni Yanga. Maana yake anataka kufanya kama sehemu ya kuwakomoa Yanga kwa taarifa ambazo ninazo. Lakini ina maana Simba, inawezekana Simba wakafika milioni 50 na wakampata kirahisi tu Faisal, lakini Yanga wakashindwa kwa sababu yeye pamoja na kwamba anaweza kurudi Yanga, lakini anataka pesa nyingi zaidi ndio aweze kurudi Yanga, tofauti na vile ambavyo vilikuwa mwanzoni. Nafikiri umenielewa kwenye hilo swala. Ambacho kinatazamwa kwa sasa,
Yanga wanachokiangalia ni kumpata Faisal Salum bila kujali kwamba atatumia gharama kwa kiasi gani. Wamemuuza Aziz Ki kwa pesa nyingi, lakini pia wanachokiwaza ni potential ya mchezaji Faisal Salum kwenye kosta ya Young Africans. Faisal anaweza kucheza kwenye maeneo matatu tofauti kwenye timu. Anaweza kucheza namba 6, anaweza kucheza namba 10, anaweza kucheza namba 8. Haya ni maafu. Pia eneo la 4 ambalo anaweza kucheza ni force namba 9. Na ukumbuke hapo kwenye force namba 9 ndo alicheza sana msimu uliopita chini ya Yusuf Dabo na akafanikiwa kufunga mabao 19 kwa msimu uliopita. Alikuwa kwenye kiwango bora kabisa. Sasa Yanga wanapambana hivyo kwa sababu wanajua Khalid Aucho akiondoka au wanaweza asipate mbadala wake kwa haraka. Kwa hiyo Faisal anaweza kuja kukava. Aziz Ki ameondoka, manake Chama asipokuwa kwenye kiwango bora na maana Faisal atakuja kukava kwa haraka. Lakini pia eneo la namba 8 anacheza Mudathiri Yahya basi. Huwezi jua, inawezekana kuna siku Mudathiri akapata majeraha, manake Faisal Salum atakuja kukava. Force namba 9 inawezekana siku Prince Dube asiwe na performance bora, asiwe na uwezo wa kufunga, na kwa sababu Clement Mzizi anaondoka, manake Faisal anaweza kucheza hapo na maisha kaenda vizuri. Na ndio maana Yanga wanapambana kumpata Faisal Salum. Lakini wanapambana pia kumpata Fei kwa sababu Pacome Zouzoua haoneshi performance bora. Msimu uliopita na msimu huu performance yake ni tofauti. Msimu alicheza vizuri mpaka sasa na mabao 9 pekee kwenye ligi, kwa maana Pacome Zouzoua. Maana yake hawaoni kama msimu unaokuja anaweza kuwa na potential kubwa kama ile ambayo alikuwa nao msimu uliomalizika. Tafsiri yake ni kwamba ni Yanga wao wanachotaka ni kumpata Faisal ili aweze kuja kukava hizi changamoto zote ambazo tunazizungumza hapa. Lakini pia Simba wao wanamtaka kwa sababu Jean Charles hajaperform vizuri, yani wanaona kama Jean Charles sio mchezaji ambaye anaweza kuhimili ile mikiki mikubwa. Of course mpaka sasa Jean Charles ana mabao 15 kwenye ligi. Lakini wanahitaji mbadala wa Jean Charles na ndio maana wamemgeuka kwa Faisal Salum, ndio chanzo, ndio mtu namba 1. Yaani ndio first selection ambao wanahitaji. Lakini pia ukitaka kucheza na force namba 9, of course kwa Simba kucheza na force namba 9 kumtegemea Fei ni ngumu, lakini tayari ujio wako kwenye kosti cha Simba unaenda kuongeza ubora wa wachezaji, kitu ambacho kitawasaidia sana kwenda kufanya vizuri. Sasa mpaka sasa dili bado liko open. Simba anaweza kumpata Faisal, Yanga anaweza kumpata Faisal, lakini kutokana na pesa ambayo Yanga wameweka na namna ambavyo wanatarajia kuweka pesa nyingi zaidi, possibility ya Yanga kumpata Faisal Salum ni kubwa kuliko possibility ya Simba kumpata Faisal Salum. Kwa hiyo taarifa za Faisal kusaini Simba ni taarifa za uongo, ila walifanya makubaliano ya awali na klabu ya Simba ambayo mpaka sasa hayajaweza kukubalika na kushua saini kwa sababu bado ana mkataba na klabu ya Azam FC. Nafikiri ni hayo tu nimekwenda kuhusu Faisal Salum, lakini nitaendelea kukupa update zingine kuhusiana na uhamisho wa Faisal Salum.